Yametimia ni maneno unayoweza kuyatumia kuelezea hukumu ya Mahakama Kuu kwa waliokuwa maofisa watatu wa uhamiaji kuhukumiwa adhabu ya kifo kwa kumuua Mtanzania waliomshuku sio raia wa Tanzania. Waliohukumiwa kunyongwa hadi kufa ni Fredrick Kiomo, Joakim Tranthislius na Mabruki Hatibu, ambao wamepatikana na hatia ya kumuua Enos Elias ambaye ni mkazi wa Kakonko mkoani Kigoma. Hukumu hiyo iliyotolewa jana na Jaji Agostino Ruzile wa Mahakama Kuu Kanda Kigoma, akisema ushahidi umethibitisha hakuna mtu au watu wengine waliofanya mauaji hayo isipokuwa maofisa hao, na nukuu, kwa kuegemea msingi wa ushahidi wa namna walivyomkamata, kumpiga na kumpeleka mahali panapojulikana kisha kukutwa amekufa ni kitendo tosha vya kuthibitisha washtakiwa walifanya hivyo kwa nia mbaya, alisema Jaji Ruzile. Elias alikamatwa na maofisa hao katika kizuizi cha Kihomoka wilayani Kakonko Oktoba 27 mwaka 2023 na kupelekwa ofisi za uhamiaji kwa mahojiano, na alifanikiwa kuwasiliana na ndugu zake ili wampelekee kitambulisho cha taifa yaani NIDA. Hata hivyo, ndugu walipofuatilia katika ofisi hizo waliambiwa alikuwa ameachiwa Oktoba 28 mwaka 2023, lakini akawa hapatikani na wala simu yake haipatikani hadi mwili wake ulipopatikana Oktoba 29 mwaka 2023 na kuzikwa kwa kukosa ndugu. Iligundulikaje ndiye Elias? Novemba 9 mwaka 2023, ofisi ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Kigoma yaani RCO ilimtuma kachelo wake kwenda Kakonko kuchunguza kutoweka kwa Elias aliyekuwa mkononi mwa uhamiaji kwa tuhuma za kutokuwa raia. Tukio lilivyokuwa: kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa mahakamani na mashahidi wa jamhuri, marehemu Elias alikuwa ni Mtanzania aliyezaliwa wilaya ya Kakonko na ndugu zake wengine wa kuzaliwa ni Angelina, Adivela, Levina na Praxeda. Oktoba 27 mwaka 2023, Elias akiwa katika usafiri wa umma akisafiri ndani ya mkoa wa Kigoma alikamatwa na maofisa uhamiaji katika kizuizi cha Kihomoka wakimshuku kuwepo nchini kinyume cha sheria kwa maana kuwa sio raia wa Tanzania. Maofisa watatu waliokuwa wakishtakiwa katika kesi hiyo, Fredrick Kiomo, Joakim Tranthislius na Mabruki Hatibu, walimpeleka katika ofisi yao kwa ajili ya mahojiano na akawaomba wamwachie huru kwani yeye ni raia wa Tanzania. Hata hivyo, walikataa kumwachia wakidai kuwa hakuwa na NIDA na ili aweze kuachiwa alitakiwa kuwasilisha kitambulisho cha mzazi mmoja au wazazi wote wawili, hivyo akawekwa mahabusu hadi Oktoba 28 mwaka 2023. Aliwasiliana na ndugu zake ambao ni Angelina Elias aliyekuwa shahidi wa 5 na Leopard Salvatori kwa mara ya mwisho Oktoba 28 mwaka 2023 wakati akisubiri kitambulisho cha NIDA cha mama yake mzazi ili aweze kuachiwa huru. Ingawa maofisa uhamiaji hao walieleza kuwa walimwachia huru siku hiyo ya Oktoba 28 mwaka 2023 baada ya kumalizana naye kuhusu swala lake la uraia, ndugu zake waliokuwa wakimfuatilia hawakufanikiwa kuwasiliana naye na akawa ametoweka. Katika kijiji cha Chilambo kilichopo wilaya ya Kakonko kuna vilima vya Kachikiri na Kichacha ambapo katika eneo hilo kuna njia ya kwenda Burundi. Oktoba 29 mwaka 2023, wakati wanarudi nyumbani baada ya doria, shahidi wa 5 wa jamhuri Pius Paulo aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji cha Chilambo akiwa na Yolam Kasase na Marco Josefu walikuta mwili umetelekezwa katika vilima hivyo. Waliamua kuwajulisha polisi, na jioni shahidi wa pili na kachero mwenye cheo cha kopro Hamisi aliyekuwa shahidi wa 3 waliongozana na shahidi wa kwanza Sharifu Hussein ambaye ni tabibu walifika katika eneo hilo pamoja na watu wengine waliokwenda eneo hilo ambalo mwili huo ulikuwepo. Ulichunguzwa na kuthibitika kuwa alikuwa ni mfu na iliamuliwa kuwa kwa vile hajatambuliwa basi uongozi wa kijiji utafute eneo na umzike, na ilifanyika kama ilivyoelekezwa. Novemba 9 mwaka 2023, ASP Josephat Pombe aliyekuwa shahidi wa 7 alitumwa kutoka ofisi ya RCO Kigoma kwenda Kigoma kusaidia upelelezi wa kutoweka kwa Elias. Siku iliyofuata alikutana na faili la mwili wa mtu uliozikwa Chilambo. Shahidi huyo alifanikiwa kupata amri ya mahakama ya kufukuliwa kwa mwili huo, ambapo aliwaita ndugu wa Elias akiwamo Angelina na mama yake, na kwa kusaidiana na viongozi wa kijiji
kijiji waliozika mwili walisaidiana kufukua. Mwili huo ulikuwa umeharibika. Mama mzazi aliutambua kuwa ni mwili wa mtoto wake, hivyo wakaruhusiwa kuuchukua na kwenda kuzika. Kutokana na mtiririko wa matukio ya kukamatwa kwa Elias na baadaye kutoweka, maofisa hao watatu walikamatwa na kushtakiwa kwa mauaji ya Elias, lakini walikanusha kuhusiana na mauaji hayo hadi walipotiwa hatiani kwa mauaji. Baadhi ya mashahidi wa jamhuri, wakiwamo ndugu wa marehemu, walielezea namna walivyopata taarifa za kukamatwa kwa ndugu yao, walivyofuatilia na baadaye mmoja wa ndugu zao kuanza kufuatiliwa hadi akaamua kutoroka. Ndugu hao walieleza namna ndugu yao alivyowapigia simu na kuwaeleza kuwa kinatakiwa kitambulisho cha NIDA cha mama yao, lakini walipokwenda kukipeleka, maofisa waliokuwa wanamshikilia waliwaeleza kuwa tayari walishamwachia. Kulingana na ushahidi huo, jaji alisema hakuna ubishi, alikuwa mikononi mwa maofisa wa uhamiaji kabla ya kutoweka kwake na kupatikana akiwa marehemu. Shahidi wa 7 wa jamhuri ambaye ni ASP Pombe alieleza kuwa baadhi ya maagizo, yani inti, yaliyohusu kukamatwa kwa marehemu yalifutwa, na baada ya jaji kupitia kumbukizo hizo alibaini zilifutwa baada ya mwili wa Elias kupatikana. Ushahidi wa shahidi wa 6 wa jamhuri ambaye ni mgambo ndio ambao uliotoa mwanga wa nini kilichotokea. Alieleza kuwa Oktoba 27 mwaka 2023 marehemu alikamatwa na washtakiwa na kupelekwa ofisini kwao kwa mahojiano. Akiwa hapo alimsikia Elias akiwasiliana na ndugu zake ili wamletee kitambulisho cha NIDA cha mama yake mzazi, lakini hakikupelekwa kwa haraka, na ndipo walipoanza kumwadhibu kwa kumpiga kwa fimbo katika ofisi yao hiyo. Alieleza kuwa Fredrick Kiomo ndio alianza kumpiga kwa fimbo na baadaye aliingia kapifu na kumuuliza kama ana kitambulisho cha NIDA, na alipomwambia hana, alianza kumpiga kwa kutumia kipande cha chuma kilichokuwamo ofisini. Kwa mujibu wa shahidi huyo, ilipofika saa 11 jioni, washtakiwa hao walimpakia kwenye gari na kwenda naye kusikojulikana, na baada ya dakika 30 ni hatibu pekee ndiye alirudi mwenyewe kwenye gari, na ndipo baadaye alisikia wameua. Katika hukumu yake, jaji alisema ushahidi wa shahidi wa 6 wa jamhuri unaonyesha kuwa marehemu alipigwa kwa fimbo na kipande cha chuma na kwamba mshtakiwa wa kwanza alianza kumpiga kisha washtakiwa wengine. Ndugu wa marehemu aitwaye Leopadi ndiye aliyetumwa kufuatilia kuhusu ndugu yake, lakini walipofika maofisa hao wakamwambia kuwa jina lake halikuwepo miongoni mwa watu ambao wako kwenye kumbukumbu zao. Lakini shahidi wa 5 alipozungumza na Elias akiwa ofisi ya uhamiaji, alimweleza kuwa alimuona akiwa amedhoofu na alikuwa hajala chakula tangu alipokamatwa. Na nukuu, shahidi wa 6 alisema marehemu alipigwa na alipodhoofika aliingizwa kwenye gari na kupelekwa kusikojulikana. Ina maana mshtakiwa wa 3 anadaiwa kumchukua alitakiwa aeleze mahali alipompeleka, alisema Jaji Rizile. Jaji alisema kumbukumbu zinaonyesha hakuna shahidi hata mmoja wa jamhuri anayethibitisha kuwa aliona mshtakiwa wakifanya mauaji hayo, na hata shahidi wa 6 aliona wakimpiga lakini hakuona wakimuua. Kwa vyovyote vile, shahidi wa 6 aliona washtakiwa wakimpiga marehemu tena ndani ya ofisi yao, na sio moja kwa moja kuwa ni kwa kipigo hicho ndicho kilichosababisha kifo chake. Kwa maneno mengine, ushahidi wote ni wa mazingira. Jaji huyo alisema ushahidi unaonyesha kuwa mwili ule ulipoonekana ulikuwa na michubuko kwenye miguu na maeneo mengine ya mwili, na kwamba alikufa kutokana na majeraha kichwani yaliyosababishwa na kupigwa na kitu butu. Jaji alisema kwa kuzingatia ushahidi, inatosha kuthibitisha kuwa ni washtakiwa hao ndio waliofanya mauaji hayo, hasa ushahidi wa shahidi wa 6 aliyeona wakimpiga na aina ya silaha walizozitumia. Na nukuu, alipigwa kwa fimbo maeneo mbalimbali ya mwili na baadaye kupigwa na kipande cha chuma. Kwangu mimi naona alikufa kutokana na mateso yaliyosababishwa na washtakiwa walioko mbele ya mahakama, alieleza jaji. Alisema kuwa kwa namna walivyomkamata, kumshikilia, kumpiga na kumpeleka eneo wanaolijua na baadaye kupatikana akiwa mfu ni ushahidi unaotosha kuthibitisha kuwa washtakiwa hao ndio waliomuua Elias kwa kukusudia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Jesse Daniel Tunuka wa Mwananchi Digital Kilimanjaro.